Suala nambari 33, wasuila Sheikh ghafara Allahu lahu, na aliulizwa Ibn Uthaymeen, ma ra'yu fadilatikum, mna rai gani, kwa maana wewe Sheikh una rai gani, ipi rai yako, fi taallumi, katika suala la kusoma, talibul ilmi, mwanafunzi, lughata al-inglizia, lugha ya Kiingereza, la siyama, hasa fi sabili, katika njia, istikhdamiha, ya kuitumia lugha hiyo, fi da'wati ila Allah, katika kulingania katika dini ya Allah. Ma ra'i fadilatukum, nini rai yako Sheikh, fi taallumi, katika kusoma, taallum, kusoma, talibul ilmi, mwanafunzi kusoma nini, lughata al-inglizia, lugha ya Kiingereza, lakini anaisoma lugha hiyo la siyama, yani hasa special, fi sabili istikhdamia, katika njia ya kuitumia lugha ile ya Kiingereza, fi sabili istikhdamiha, katika njia ya kuitumia lugha ile, fi da'wa ila Allah. Kwa hiyo mtu akasoma lugha ya Kiingereza, akasoma, lakini ndani ya moyo wake anasema, mimi nataka nisome hii ili katika mambo ya da'wa haya niitumie hii lugha. Kwa hiyo swala lenyewe likija hilo, je, vipi Sheikh unasemaje? Fa ajaba fadilatuhu biqawlihi, Ibn Uthaymeen rahimahullah akajibu katika swala lake hili, kama swala la huyu muulizaji, kama ifuatavyo. Anasema, ra'yuna, rai yetu, fi taallumi, katika kusoma, al-lughata al-inglizia, lugha ya Kiingereza, rai yetu, annaha, kwamba hiyo ni wasilatun la shaka, yani hakuna shaka kwamba hiyo ni wasila. Tukisema wasila, nakusudia ni kitu ambacho kinachokuwa kinamfikisha mtu katika lile lengo lake, wasila. Mathalan, labda tuseme unataka labda kwenda kumuona mtu fulani katika wizara au idara, lakini huwezi kumuona mpaka apatikaniwe mtu wakati ambaye atakuunganisha, utamuona yule mheshimiwa. Sasa tutasema wasila, huyu bwana ni wasila. Kwa hiyo kama mtu anasema ra'yuna, rai yetu, fi taallum lughata al-inglizia, katika kusoma lugha ya Kiingereza, annaha wasilatun la shakka, kwamba lugha hiyo ni wasila, hakuna shaka yoyote, watakunu, na iwe wasilatun tayyibatun, ni wasila iliyokuwa nzuri, idha kanat li ahdafin tayyiba, itakapokuwa ahdaf, malengo au madhumuni, makusudio yamekuwa ni mazuri. Watakunu radiat, na vile vile itakuwa ni wasila mbaya, idha kanat, itakapokuwa li ahdafi, malengo, radia, mabaya. Kwa Sheikh alikusudia ni kwamba hivi, wewe kama unataka kusoma lugha ya Kiingereza, lakini una nia njema kwamba lugha hii nikiijua basi nitaweza kufanikisha kutangaza dini, hii ni nia njema, sema hakuna ubaya. Lakini kama utakuwa unasoma lugha ya Kiingereza kwa nia isiyokuwa hiyo, nyingine, nia mbaya nyingine, basi itakuwa vile vile usomaji wa lugha hiyo utakuwa ni mbaya. Kwa hiyo itategemea wewe una malengo gani. Lakini muulizaji aliuliza kwamba lengo la kutaka kusoma lugha ya Kiingereza ni kwa ajili ya da'wa. Kwa hivyo hii bila shaka huyu mtu ana nia njema. Akasema Sheikh, lakini ashay'u alladhi yajibu ijtinabuhu, jambo ambalo inapasa kujitenga nalo, an tattakhidha badilan, kwamba
mtu kuifanya lugha hiyo ikawa ni mbadala anil lughati al-arabia, akaiacha lugha ya Kiarabu, sasa ameishika lugha hiyo ya Kiingereza, fa inna hadha la yajuzu, anasema jambo hili halifai. Anasema lakini shay'u alladhi yajibu ijtinabu, lakini jambo ambalo yapasa mtu ajiepushe nalo, yajibu ijtinab, ajiepushe nalo, an tattakhidha badilan, kwamba kuifanya hiyo lugha ya Kiingereza ikawa ni mbadala ani lughati al-arabia. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba wewe sasa unasoma lugha ya Kiingereza halafu una habari nayo tena lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo wewe tu mambo yako yote ya English tu. Lugha ya Kiarabu vipi? Bwana unajua you know. Sasa anasema umeichukua lugha ya Kiingereza ndio mbadala wa lugha ya Kiarabu. Sheikh anasema hadha la yajuzu, jambo hili litakuwa halifai. Lakini kama unasoma kwa lengo la kwamba ujue na uweze kuieneza dini, sawa. Lakini kama unasoma ili lugha ya Kiarabu uiweke pembeni, upige teke, halafu wewe ni mzungu tu, anasema jambo hili halijuzu. Waqad sami'na ba'd as-sufahai, tumeshawasikia baadhi ya wapumbavu. Waqad sami'na, na bila shaka tumeshawasikia ba'd as-sufahai, baadhi ya watu ambao walikuwa ni wapumbavu kabisa. Yatakallamu biha, huwa anaizungumza hiyo lugha, biha bimaana lugha al-inglizia, yatakallam, anaizungumza lugha hiyo badala min lughati al-arabia, badala ya lugha ya Kiarabu. Kwa maana lugha ya Kiarabu hana time nayo, yeye anaizungumza lugha hiyo tu basi. Sheikh Uthaymeen kawaita hawa wajinga, wapumbavu. Mpumbavu kabisa ni mtu ambaye akaiacha lugha ya Qur'an, akawa yeye siku zote anajitahidi alizungumze Kiingereza, lugha ya Kiarabu hana time nayo kabisa. Hawa ni sufaha. Anazungumza labda pengine unajua aonekane mbele za watu kwamba yeye hayuko nyuma, yuko up to date. Kwa hiyo Kiingereza tu. Basi Sheikh anasema hawa ni sufaha, ni wapumbavu kabisa. Anaiacha lugha ya Kiarabu badala yake anazungumza Kiingereza. Huyo mpumbavu. Zamani ilikuwa watu wanaiacha kabisa lugha ya Kiingereza, sio kama hawajui, wanajua, lakini wanaiacha kabisa na wanatumia lugha ya Kiarabu tu. Mazungumzo yao mengi lugha ya Kiarabu. Lakini baadaye kutokana na mambo ya kisiasa na hivi ikaonekana kama lugha ya Kiarabu ni lugha ambayo ya kikoloni, kwamba utakuwa unarudisha nyuma maendeleo, unaleta mambo ya ukoloni. Lakini lugha ya Kiingereza sio lugha ya kikoloni. Anasema hata inna ba'dha as-sufahai, hata kuna baadhi ya wapumbavu, al-mugharrimin, wale ambao wanogharimika. Hata inna ba'dha as-sufahai, hata kuna baadhi ya wapumbavu, al-mugharrimin, wale ambao wanogharimika, alladhina, wale ambao a'tabiruhum, mimi nawazingatia ni adhnaban lighairihim, ni mikia ya wengine. Adhnaba lighairihim, ni mikia ya wengine. Kivipi hapa hii tamko hili adhnaba lighairihim? Kwani tujiulize, mnyama mkia wake uko mbele, uko nyuma. Sasa wewe ina maana unapokuwa nyuma, ina maana umedhalilika. Ukiwa mbele, ina maana uko katika hali ya ufahari. Kwa hiyo mtu anagharimika ili aweze kuzungumza Kiingereza, aonekane mzungu, basi huyo atakuwa ni mtu dhalili, amekuwa katika kujidhalilisha kiasi hicho. Anasema hawa wanajaribu kutumia gharama kubwa, lakini atabiruhum adhnaban lighairihim, na waona ni watu dhalili tu.
kanu walikuwa yuallimuna auladahum, wakiwasomesha watoto zao, wakiwafundisha watoto zao. Kanu yuallimuna auladahum, wakiwafundisha watoto zao tahiyata ghaira almuslimin, maamkizi yasiyokuwa ya Kiislamu. Tahiyatan ghaira almuslimin, maamkizi yasiyokuwa ya Kiislamu walikuwa wakiwafundisha. Maamkizi gani? Yuallimunahum, wakiwafundisha an yaqulu, wawe wanasema bye 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 inda alwida, wakati wa kuagana. Wama ashbahu dhalika, na mfano hayo. Kwa hiyo mbele ya maulama wa kisalafu kwamba mtu anapokuwa ati anamfundisha mtoto wake Kiingereza anaonekana ni minasufaha, ni wapumbavu tu. Anatamkuta mtu bwana, sasa shule gani vile, nataka mtoto wangu azungumze Kiingereza fluently. Anaambia shule fulani. Bei gani? Ada yake ni milioni hizi kwa mwaka. Basi nitajitahidi, lakini lazima mtoto wangu awe. Sasa Sheikh Samia sema hao ni masufaha, wajinga. Bye daddy. Sasa ikionekana mtoto anasema vile, basi inaonekana kwamba wale mashallah. Na hili sio, ndugu zangu, ni sio kubwa. Ukenda hapo Kenya, hapo Kenya bwana, ili uonekane kwamba wewe ni mtu hasa umesoma na una hadhi, basi uwe katika unazungumza Kiingereza fluently, yani you know this because na watoto wako wote good morning, how are you, daddy I want chocolate. Alhamdulillah, na watoto wake anasomesha yule. Ndio tunavyoambizana katika majumba yetu, watoto wake si mchezo, wanazungumza Kiingereza bwana. Sasa huyu ni upumbavu. Unaachilia lugha ya Kiarabu hawajui, wanakwenda kuzungumza lugha za Kiingereza ikaonekana ni usahihi. Zamani nikupeni stories ukipenda, hii story ukipenda. Nimesikiza mdogo kabisa, niko darasa la 4 la 5 la 6. Kulikuwa kuna bwana mmoja sehemu za Unguja huko, alikuwa yeye ni mkuu wa mkoa wa Kusini, akiitwa Mrembo. Mrembo alikuwa ni mtu wa Uroa, maeneo ya Uroa Chwaka huko, lakini yeye aliathirika sana na mambo ya kizunguzungu haya, kwa sababu ilikuwa hata kuvaa kwake ni tai tu. Na siku hizo kwa miaka 70 huko, kwamba mtu akivaa tai anaonekana, na akichana nywele lazima awekewee hapa njia kati, na alikuwa akiendeshwa katika gari lazima akae nyuma. Yes, regional commissioner kwa hivyo anakaa nyuma, dereva hakai mbele. Sasa ikatokezea safari moja, ziara ya kwenda Uingereza, trip, kwamba ujumbe wa Tanzania umekwenda naye akaunganishwa. Aliporudi sasa, mambo haya ya kuhojiwa na waandishi wa habari na nini yalikuwa tangu zamani. Kwa hivyo sasa inatakikana anazungumza nini, ameona nini kule Uingereza, ili watu waandike katika vyombo vya habari na vitu kama hivi. Akasema, mimi bwana nilichoki huko Uingereza, watoto yani kwa maana nakusudia watu wamo katika maendeleo makubwa kabisa, watoto wadogo wanakula mayai. Yani zamani ilikuwa kula mayai ni kisha watoto wadogo wanazungumza Kiingereza, watoto wadogo wanazungumza Kiingereza. Sasa yule si mtoto kazaliwa kule, ndo mother tongue,
Ina maana yeye huyu Kiingereza kakipa hadhi kiasi ambacho wanastaajabu watoto wadogo kule nilipokwenda wanazungumza Kiingereza. Sasa kuna watu wa sampuli hizi kwamba wao wamekalia kwamba elimu ya yani kuzungumza Kiingereza ndio ustaarabu wa hali ya juu kabisa, na kwamba mtu hajui Kiingereza, watoto wake hawafahamu Kiingereza, inaonekana kwamba watoto wake hawasomeshwi na vitu kama hivi. Ndugu zangu Waislamu, hapa inabidi lazima watu waamke kwamba uko umuhimu watoto wafundishwe lugha ya Kiarabu, muhimu mkubwa sana kabisa, na lugha Kiingereza ibakie tu kwamba ni lugha ambayo itakokuwa kwa ajili ya harakati za kidunia, lakini si kwa maana ya kwamba lugha ya Kiingereza ati mtu kama hatojua lugha ya Kiingereza basi hatakuwa na maendeleo. Si kweli. Leo katika nchi ambazo zilikuwa na maendeleo ya teknolojia kubwa kabisa hawajui Kiingereza. Japani, Urusi na nchi nyingine kama hizo. Hata mtu akitoka Tanzania anakwenda kusoma kule Japani, anakwenda kusoma Urusi, inabidi afundishwe lugha ya Kirusi ndio asome. Sasa wewe unang'ang'ania tu Kiingereza, 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 Kiingereza. Sasa Uislamu unahimiza ni kwamba watu wasomeshwe zaidi lugha ya Kiarabu kama alivyosema Sheikh. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, lianna ibdala اللغة العربية التي هي لغة القرآن وأشرف اللغات بهذه اللغة محرم. أنا سمع شيخ kubadilisha al-ibdal, kubadili. Kwa maana kubadili hapa ni kwamba kuacha, ukawa sasa huna haja nacho, ukaacha kabisa. لأن إبدال اللغة العربية kubadilisha lugha ya Kiarabu, kubadili kwa maana ya kuacha, tark, ikawa mtu ameiacha lugha ya Kiarabu, istibdala lugha al-arabia التي lugha ambayo hiya lughatul Qur'ani, ndio lugha ya Qur'ani. Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu. Wa ashrafu al-lughat, lugha ya Kiarabu ndio lugha iliyokuwa ni tukufu zaidi kuliko lugha nyingine. Lugha ziko nyingi ulimwenguni, lakini lugha iliyokuwa ni ashraf, tukufu zaidi, bora zaidi ni lugha ya Kiarabu. Anasema Sheikh, kuiacha lugha ya Kiarabu, ibdal, kubadilisha, kwa maana ukaiacha lugha ya Kiarabu ambayo ni lugha ya Qur'ani na lugha tukufu zaidi, bihadhihi lugha, kwa kujifundisha lugha hii ya Kiingereza, bihadhihi lugha, ukaiacha lugha ya Kiarabu ukaikamata lugha bihadhihi lugha, yani lugha hii ya Kiinglizia. Anasema jambo hilo ni muharram. Muharramun kwa maana ni jambo ambalo mamnuu. Muharramun sio kwa maana ya uharamu, bali ni mamnuu, ni limekatazwa, haifai. Haiwezekani Muislamu akaidharau lugha ya Qur'ani, akaidharau lugha ambayo ni tukufu zaidi kuliko lugha zote, akaanza kushughulikia lugha ya Kiingereza. Anasema jambo hili ni mamnuu kwa maana muharram. Waqad sahha ani salaf, imethibiti kutoka kwa salaf wema waliotangulia hao. Waqad sahha, kwa hakika imesihi, yani imethibiti, ani salaf, kutoka kwa wema waliotangulia, annahyu, katazo. Katazo gani? An ratanati al-aajam, an ratanati al-aajam. Maana ratanat al-aajam, ratanat al-aajam ni tamko ambalo linatumika ni kuzungumza lugha za kigeni, inaitwa al-aajam, ratanat al-aajam. Kwa neno zima hilo lafasiriwa ratanat al-aajam, manake kuzungumza lugha za kigeni, yani speaking foreign language, inaitwa ratanat al-ajam. Kwa hiyo Marabu na lugha ya Kiarabu, mtu akizungumza za lugha isiyokuwa Kiarabu, Kiingereza, Kifaransa,
Kichina, kinini, aambiwa kwamba yeye ni amefanya ratanatu al-a'jam, amezungumza lugha za kigeni. Tuchukulie mfano labda Kiswahili tusema lugha taifa. Sasa ukizungumza lugha iliyokuwa si ya Kiswahili unaambiwa ratanatu al-a'jam, yani umezungumza lugha ya kigeni. Hii ndio iliyokusudiwa hapa. Waqad sahha, imethibiti, ni sahihi kabisa, ani salafi, kutoka kwa watu wema waliotangulia, annahyu, katazo. Ina maana salaf walikuwa wakikataza an ratanatil a'jam, kuzungumza lugha za kigeni. Wa hum, hali ya kwamba wao ni min sawal arab, yani hao wanazungumza ni sawa, sio siwa sawa, yani wao ni miongoni mwa Waarabu. Ikawa Mwarabu azungumza lugha ya Kitaliana. Sasa salafu saleh wamekataza hili kwamba wao min sawal arab, ni sawa sawa na Waarabu wengine, inakuwaje wazungumze lugha za kigeni? Kwa hivyo salafu wamekataza jambo hili, na kuna athari nyingi, kwa sababu ya muda hatuwezi tukazisema. Ni zimekuja kweli, masalafu saleh walikuwa wakikataza watu kushughulikia lughat ambazo ni ghairul arabia, ambazo si za Kiarabu, ikawa watu wanasema sana lugha hizo. Naam, akasema shekhe, amma istimaluha, ama kuitumia lugha ya Kiingereza, wasilatu lid'awa, kwamba ndiyo wasila kwa ajili ya kulingania, lid'awa, kwa ajili ya kufanya da'wa, kulingania watu katika Uislamu, ukafanya ndiyo wasila. Amma istimaluha, ama kuitumia lugha hiyo, matumizi kwamba ikawa ni wasila tu lid'awa, ni wasila kwa ajili ya kulingania. Anasema fa innahu la shakka an yakuna wajiban ahyanan, basi hakuna shaka yawezekawa ikawa sometimes, ahyanan ikawa ni wajibu kabisa. Anasema fa innahu la shakka, basi huko hakuna shaka kwamba mtu anaitumia lugha ya Kiingereza kwa ajili ya da'wa, hilo halina shaka. Ikawa an yakuna wajiban, ikawa pengine mtu kutumia lugha ya Kiingereza, kujifundisha lugha ya Kiingereza ikawa ni wajibu ahyanan, yani ahyanan kwa maana baadhi ya nyakati. Kivipi? Inawezekana ikawa sehemu, eneo lile unaoishi watu hawajui dini yao, na Waislamu maskini, lakini hawajui Kiarabu na hawana lugha nyingine wanayojua isipokuwa Kiingereza. Sasa wewe unajua lugha ya Kiarabu, unajua hadithi, unajua na nini, basi jifundishe lugha ya Kiingereza kwa lengo la kwamba upate kuwafikishia hao ambao hawajui lugha ya Kiarabu. Sasa hapa itakuwa kwako wewe ni wajibu, haitokuwa na excuse kwamba bwana, unajua mimi nashindwa kuambia hawa kwa sababu sijui lugha ya Kiingereza. Itakuwa ni wajibu kujifundishe ili uwafikishie. Ndio hii alozungumza shekhe kwamba fa innahu la shakka an yakuna wajiban ahyanan, sometimes inakuwa ni wajibu kwamba mtu ajifundishe lugha ile kwa lengo la kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema yeye mwenyewe sasa, anajielezea hapa shekhe, wa ana, na mimi yani mwenyewe Sheikh Uthaymeen, lam ataallamha, yani sikujifundisha lugha hiyo. Wa ana, na mimi binafsi, yani Ibn Uthaymeen, lam ataallamha, sikujifundisha. Wa atamanna, lakini natamani, wa atamanna, natamani annani kuntu taallamtuha, natamani kwamba ningelijifundisha, taalamtuha, ningelijifundisha lugha ya Kiingereza, natamani, atamanna. Kwa kuonesha kwamba hakuna ubaya katika swala, ikiwa mwenyewe shekhe akiri kwamba jamani, mimi bwana sikusoma lugha ya Kiingereza, lakini natamani lau ningelisoma, ningelijifundisha lugha ya Kiingereza, basi jambo hilo ningefurahi sana. Atamanna annani kuntu taallamtuha. Anasema wajadtu fi baadhi al-ahyan,
huwa nakuta baadhi ya nyakati, wajadtu, nakuta fi baadhi al-ahyan, yani baadhi ya nyakati, baadhi al-ahyan, sio nyakati zote, anni adtarru ilaiha, kwamba mimi adtarru, nalazimika, ilaiha, kwa ila lugha al-inglizia, kwamba nalazimika kwamba niseme nijue lugha ya Kiingereza. Adtarru kwani kulazimika, yani kitu kwamba mtu tena hakuna ile alternative, inabidi famani turra ile. Mfano katika sheria kwamba mtu ameharamishiwa nguruwe, lakini kama atalazimika hakuna budi. Sasa anasema baadhi ya nyakati najikuta kwamba anni attaru ilaiha, yani na kwa ile hali ya kulazimika kwa nijue lugha ya Kiingereza. Hata almutarjima, mpaka almutarjima man huwa almutarjim ni yule ambaye mwenye kufasiri lugha moja akaipeleka katika lugha nyingine. Kwa hiyo kama mfano labda mtu hapa kaja shekhe, ni ametoka mamlaka haram, hajui Kiswahili, kwa hiyo atoa mawaidha kwa lugha ya Kiarabu, lakini anakuwa mtu pembeni. Sasa shekhe amesema kaza 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 kaza, shekhe amesema. Sasa huyu anaitwa almutarjim. Kwa hivyo anasema kwamba hata almutarjim, mpaka inafikia hali ya kwamba huyu mwenye kutarjim, au anaita lugha nyingine mtapta, la yumkin, hawezi, kwa maana hana uwezo, la yumkin, hawezi an yuabbira, yani kufasiri amma fi qalbi tamaman, yale yaliyomo katika moyo wangu tamaman, yote kwa ukamilifu. Anasema hata almutarjima, mpaka inafikia hatua kwamba mimi ninasema, shekhe anatoa mawaidha, lakini kuna mtu ambaye anaifasiri mawaidha yake kwa lugha ya Kiingereza. Kwa nasema huyu mwenye kufasiri lugha, mutarjim, anakuwa la yumkini an yuabbira, yani hawezi akafasiri amma fi qalbi, yale ambayo mimi nakusudia kuwafikishia watu katika moyo wangu tamaman, yani completely, kwamba mimi nimekusudia hivi. Nafikiri hii inatokezea mara nyingi kwamba mfasiri anapofasiri, huyu mtarjama mtapta, huwa labda anachukua tu zile main points. Basi shekhi kasema kaza 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 kaza, alafu akasema, lakini kwa hapa katikati kuna mambo mengi ameacha, ambayo huyu mzungumzaji ilikuwa ndo anayakusudia kwamba watu mambo haya wayaelewe. Kwa mara nyingi shekhi anasema mtarjama bwana anatarjama, lakini hafikii ile vile ninavyokusudia mimi, mimma fi qalbi, yani katika moyo wangu nimekusudia nini tamaman, kwa ukamilifu. Wa adhkuru lakum qissatan, na kutajieni kisa. Wa adhkuru lakum qissatan. Ibn Uthaymeen anamalizia fatawa yake hii, anasema na kusimulieni kisa. Wa adhkuru lakum qissatan, na kusimulieni kisa, kisikilizeni. Anasema kisa hichi hadathat, kimetokea fi masjidi al-matar, katika msikiti wa uwanja wa ndege Bijidda, katika eneo hilo la Jidda, airport ya Jidda kuna msikiti. Wa adhkuru lakum qissatan, na kusimulieni kisa, hadathat, kimetokea fi masjidi al-matari, msikiti wa airport Bijidda, katika airport hiyo ya Jidda, ma'a rijalin, pamoja na watu ambao walikuwa ni at-taw'iyatu islamiyya. At-taw'iyatu islamiyya, maana taw'iyatu islamiyya, taw'iyya yatoka neno taw'iya, wa'a, ni kuna watu ambao katika Uislamu hawajui chochote, wao wapo tu Waislamu lakini hawajui chochote.
Hata ukimwambia je kuswali ataswali na nini, lakini anainama anainuka. Halafu kuna watu wanafahamu, yani ana ile hali tunasema ana ubaba kunde, anajua, na kuna watu sasa wanajua. Sasa hawa watu ambao walikuwa wanaufahamu juu ya Uislamu, hawa wanaitwa ni rijalu tawiyatul islamia, ni watu ambao wana ule ufahamu wa Uislamu, sio kama wana elimu kidogo, wanaelewa. Kwa Sheikh Uthaymeen rahimahullah alikuwa akitoa mawaidha katika msikiti wa uwanja wa ndege wa Jeddah, pamoja anatolea mawaidha rijalu tawiyatul islamia ambao maskini wanauelewa ule ufahamu, wanajua Uislamu. Natahaddathu bi baada salati al-fajr, tulikuwa tunazungumza baada ya sala al-fajr. Natahaddathu baada salati al-fajr, tulikuwa tunazungumza, yani alikuwa yeye akitoa mawaidha kwa watu hawa baada ya sala ya alfajiri, na topic kubwa alokuwa akizungumza shekhe an madhhabi at-Tijani, akizungumza juu ya madhehebu haya ya at-Tijani. Ni madhehebu haya anasema mbele shekhe, wa annahu madhhabun batilun wa kufrun bil Islam, ni madhehebu yaliokuwa batili, madhehebu ya ukufuru na Uislamu. Ukisoma zile firqatu dhalla, mapote yaliyopotea, yako haya ambayo ya kisufi. Sasa mapote ya kisufi nayo yamekuwa makundi mengi, kuna Shadhili, kuna Al-Askari, kuna miongoni mwa hayo ni hili At-Tijani. Pote hili ni pote ambalo ukisoma akida zake nyingi ni za kufuru. Kwa hiyo alikuwa azungumzia madhehebu haya, wa annahu madhhabun batilun wa kufrun bil Islam, ni madhehebu yaliokuwa batili, madhehebu hayafai, na madhehebu ambayo yako nje na Uislamu, yamekufuru Uislamu. Kwa hiyo alikuwa akitolea maelezo katika hali kama hii, kuonesha katika mmoja katika uslubu da'wa ni kubainishwa uovu, ubaya wa mapote haya. Nafikiri hapa karibuni kulikuwa kuna mhadhara hapa ambao uendelevu, ilikuwa wazungumziwa jamaatu tabligh. Ni pote ambalo lilopinda, ni pote la kisufi. Kwa hivyo hii ndio dawa ya salafia. Da'watu salafia ni kubainisha ubaya na uovu wa mapote yaliyopotea, sio kukaa kimya. Yani mtu anaweza akasema kwamba bwana nyie bwana hamushi matatizo nyie, yani sasa ndio mnawaparamia tablighi, mnaona mnatuletea matatizo. Hii ndiyo dawa ilivyo ya salafia. Pote potevu linaainishwa, bwana jamani, hawa akida zao hivi na hivi, hawa wamepotea hivi na hivi, hivi ndivyo ilivyo. Akasema waja'altu atakallamu bima a'lamu minhu anhu, nikawa mimi nazungumza kwa vile ninavyojua, bima a'lamu anhu, kuhusu hili pote la Tijani. Waja'altu atakallamu bima a'lamu anhu, nikawa mimi nazungumza kwa vile ninavyolifahamu lipote, upotevu wao, akida zao, limeanza wapi pote hili. Fajaani rajulun, akanijia bwana mmoja, faqal, akasema, uridu, nataka, an ta'dhana li, unipe ruksa, unipe idhini, an atarjama, ni tafsiri mawaidha yako, bilughati al-Husa, kwa lugha ya Kihusa. Fajaani, akanijia rajulun, bwana mmoja, faqala, akasema, uridu, nataka, an ta'dhana li, unipe ruksa, an ta'dhana li, uniruhusu, an tarjama, nifanye tafsiri bilughati al-Husa, kwa lugha ya al-Husa. Lugha ya Husa ni lugha gani? Hii ni lugha ambayo inatumika sana katika
nchi za Afrika Magharibi, Nigeria, kama hizo mara nyingi wanatumia Ghana huko na Cameroon, wanatumia hizi lugha Kihusa. Ni lugha maarufu katika Western African countries, lugha ya Kihusa, hasa Nigeria vile vile. Fakultu, nikasema, yani shekhe anasema, nikasema la mani, yani hamna tatizo, no problem. Fatarjim, kwa maana aya tafsiri, mimi nasema kwa Kiarabu, wewe sema kwa hiyo lugha ya Kihusa. Ni lugha ambayo ni kubwa kabisa katika hasa nchi ya Nigeria. Fadakhala rajulun, punde akaingia bwana mmoja, musri'un, kwa haraka anakuja wangu. Fadakhala rajulun, akaingia bwana mmoja msikitini, hali ya kwamba musri', yani saria. Faqala, akasema huyu bwana, hadha ar-rajulu, mtu huyu, alladhi, ambaye yatarjam, anafanya tarjama, anka, kutoka kwako shekhe, yamdahu, huwa anasifu at-Tijaniya, madhhabu ya Tijaniya. Shekhe anaeleza upotevu wao. Huyu mtu anatafsiri kutoka kwa shekhe kuwafahamisha watu, anasifu, yani kawa sasa kinyume chake. Shekhe anasema kwamba hawa ni watu ambao mubtadi', basi yeye anasema kinyume chake, hawa watu wako katika njia ya kisawa. Lakini yani huyu mtarajim anazungumza kinyume cha shekhe. Inaonekana kwamba wale watu walikuwa wanafanya kazi pale, wengi airport, walikuwa ni watu wa West Africa countries, kwa lugha yao sana ni ya Kihusa. Sasa akizungumza Kihusa, huyu mtarjim anaipamba ile madhhabu ya Kitijania. Sheikh anasema fadahashtu, nikapigwa na butwaa. Fadahashtu, yani mimi nasema hawa wamepotea, yeye anasema hawa wako sawa. Fadahashtu, nikapigwa na butwaa kabisa. Wa qultu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mimi nasema hivi, huyu bwana akasimama macho makavu, anasema kinyume na vile ninavyosema. Yani jambo hili shekhe likamshangaza sana kabisa. Ni sampuli, inaonekana huyu alikuwa yuko katika madhehebu hayo, pengine inaonekana ni mtu katika madhehebu hayo, sio kama labda alikuwa anakosea. Kuna kule kukosea kwamba hajui, inatokezea ikawa mtu hajui. Nakumbuka kuna kisa kimoja cha hawa fisabilillahi, hawa tabligh Wahindi, wale wanaweza kufika sehemu ikawa sasa hakuna mtaraji, basi likasimama tuteja na mazi kahenge doste. Shekhe anasema mtoe michango mingi, kumbe namazi ni sala. Naona sasa sasa atoke mtu amwambie yule Mhindi anajua kinda, maana huyu anashajisha michango huyu. Mhindi yule anashangaa, mimi nazungumza watu waswali, anazungumza habari ya michango. Sasa huyu hajui, lakini huyu inaonekana alikuwa akijua. Kwa hivyo akienda kinyume na maelezo ya shekhe. Wa qultu, nikasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, falau kuntu a'lam mithla hadhihi al-lugha, yani lau kama ningelikuwa ninajua mfano wa lugha hii, falau kuntu a'lam, lau ningelikuwa ninajua mithla hadhihi al-lugha, mfano wa lugha hii, lugha ya Kihusa, basi ma kuntu ahtaju, nisingelihitaji ila mithli haulai, mfano wa hawa wa watu ambao yakhdauna, wanafanya khadaa. Kuonesha kwamba shekhe asema lau kama ningelikuwa ninajua Kihusa, kwa maana hiyo lau kama ningekuwa najua Kiingereza, ningekuwa najua Kifaransa, basi ingeliepukana na suala la kwamba kuna mtu anataka kutafsiria alafu anamfanyia khadaa. Falhasil, kwa ufupi,
falhasil, kwa ufupi anasema Sheikh, anamaliza mjadala, anasema anna ma'rifata lughata, ama kujua lugha, man ya nani, ya yule ambaye tukhatibu, unayemsemeza. Anna ma'rifata lughatan, kwa hakika kuijua lugha ya man tukhatibu, ya yule unayosema naye, unamsemeza yule. Si umekwenda kufanya da'wa sehemu, sasa yule mtu unamsemeza ikawa unaijua lugha yake. Anasema la shakka annaha muhimmatun, bila shakka jambo hili ni muhimu, fi isali, katika kufikisha almaalumati, yani the knowledge. Anasema la shakka annaha muhimma, hakuna shaka jambo hili la kwamba mtu kuifahamu lugha ya yule anomlingania. Kama ala sabili mithal, kama hawa labda tabligh wanatoka huko kwao Bangladeshi, si wapi, Pakistan, sasa wanakuja Tanzania, basi ni vizuri wangelikuwa wanaifahamu lugha Kiswahili. Kwa wakaja wanatembea katika misikiti wanaongea Kiswahili, hata kama si kile cha kuchanganya, itakuwa ni jambo zuri sana. Ndio hili anazungumza Sheikh. Kwa hivyo anasema kwamba muhimma fi isal, yani katika ule kufikisha almalumati, ile knowledge. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama arsalna min rasulin, na hatukumtuma mtume yoyote, illa bilisani, isipokuwa kwa lugha kaumihi, ya watu wake, liyubayyina lahum, ili apate kuwabainishia. Wama arsalna min rasulin, na hatukumpeleka mtume yoyote, illa bilisani, isipokuwa kwa lugha kaumihi, ya watu wake, liyubayyina lahum, ili wabainishie, kwa lengo la kwamba ikiwa anafahamu lugha yao ni bora zaidi. Surat Ibrahim aya nambari 4. Kwa hivyo hili ni jibu ambalo Sheikh alilijibu suala la mtu kujifundisha Kiingereza, hasa kwa sababu ya kuifanyia kwa maana ya dawa. Naam, inaonekana ya kwamba ufahamu wa lugha nyingine kwa mtu anapotaka kufanya dawa ni bora zaidi, ni vizuri zaidi akawa anaelewa lugha za wale ambao anawafikishia. Lakini kuna hadithi ambayo hadithi hii ni dhaifu, na baadhi wanaziona wanasema la aslu lahu. Bwana Mtume anasema man taallama lughata qaumin amina sharrahu, yeyote mwenye kujifundisha lugha ya watu wengine basi atakuwa amesalimika na shari zao. Hii ni hadithi ambayo ni dhaifun, au wanasema la aslu lahu, haina asili. Kwa mtu asiyakastadili akaona mbona kuna hadithi hiyo, ile ni hadithi ambayo haikukubalika kabisa mbele ya wanazuoni wa hadithi. Naam, suala nambari 33,